Sisi wenyewe mnanyie mkapiga picha. Kwa hiyo lazima tuje na solutions za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Naam, ni taarifa ambayo inaendelea kupata mshiko kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo Mange Kimambi ambaye ni mzaliwa wa Tanzania ila ana uraia wa Marekani ameweza kujibu kwa vikali kuhusiana na kukamatwa kwake. Bonyeza alama ya like na subscribe niweze kukujuza zaidi. Na taarifa ya Mange Kimambi kupata mshike sana kwenye vyombo vya habari na hata kwenye mitandao ya kijamii, lakini tungependa kwanza kusikia kutoka kwako. Je, unaunga mkono serikali kwa mwanaharakati Mange Kimambi ama unatofautiana na serikali na kuona kuwa mwanaharakati huyu anafanya jambo la busara kwa kutetea Tanzania? Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika ukurasa mrefu kama unavyoona kwenye screen, na kila alichotaja ni kuwa amedai kuwa hawezi kuletwa Tanzania kwa mujibu wa sheria za Marekani. Aidha anasema anaishi Los Angeles, Marekani, na kwamba uhamasishaji wake unaelekea kuwa wa amani na hana tukio la kukamatwa. Kumbuka mwanasheria mkuu aliyeagiza fuatilia kwa mwanaharakati huyu ili asafirishwe kutoka USA Marekani hadi Tanzania kutokana na madai ya kusababisha maandamano na kuhamasisha vijana wa Gen Z Tanzania ili kuandamana na kupinga serikali. Kimambi ameweza kusema kuwa ako tayari kumalizwa uhai wake ikiwa hilo ndilo litafanya Tanzania liwe na demokrasia ama serikali iweze kusikiza wananchi. Na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari ameagiza kuwa timu ya serikali ichukue hatua ya haraka ili Mange Kimambi aweze kusafirishwa kwa haraka mno kutoka nchi ya Marekani hadi Tanzania. Ila mwanaharakati huyu ameweza kusema kuwa hawezi kusafirishwa hadi Tanzania kwa kuwa yeye kwa sasa ni raia wa Marekani. Na yake ni kushinikiza wananchi sana Gen Z wa Tanzania kupinga serikali kwa njia ya amani ili serikali iweze kuwasikiza wananchi, ili serikali iweze kufanya jinsi wananchi wanavyotaka. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako. Je, unaunga mkono mwanasheria mkuu kusema kuwa mwanaharakati huyu Mange Kimambi lazima akamatwe? Kama ulivyotangulia kuona mwanzoni mwa hii video, aliyekuwa rafiki wa dhati wa Rais Samia Suluhu, lakini wakati Rais Samia Suluhu alipoanza kutowajibika kazini ndipo alipoanza kuwashinikiza vijana kuandamana na kupinga serikali.